Kutoka kuwa rubani wa ndege nchini Marekani hadi kuwa mwokota makopo. Hii ni hadithi ya maumivu ya ndugu Samueli Mawato, mkazi wa Mtwapa, kaunti ya Kilifi nchini Kenya. Samueli hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angekuwa mwokota makopo. Kwa miaka zaidi ya 15 aliyoishi Marekani, ambako alisomea urubani, baadaye kufanya kazi kwa muda mfupi katika shirika kubwa la ndege la American Airlines. Hakuwahi kufikiria kwamba maisha yangeishia kuokota makopo. Kabla ya kwenda Marekani, Samueli alikuwa akifanya kazi kama mhudumu wa ndege katika uwanja wa ndege wa Wilson, Nairobi. Hata hivyo, ndoto yake kubwa ilikuwa awe rubani. Kwa jitihada na maombi, hatimaye mwaka 1998 alipata fursa adimu ya ufadhili wa masomo ya urubani nchini Marekani kupitia kanisa la Methodist. Alijiunga na chuo mashuhuri cha ATP Flight School campus ya Arizona. Kwa miaka miwili alijifunza urubani na kupata leseni ya awali ya kurusha ndege binafsi, Private Pilot License PPL. Aliendesha kwa mafunzo na baadaye miaka miwili zaidi akapata leseni ya kurusha ndege za kibiashara, yani Commercial Pilot License. Baadaye alipata kazi kama rubani msaidizi, yani First Officer katika shirika la American Airlines. Alioa mwanamke wa kizungu na kuanzisha familia. Walifanikiwa kupata watoto wawili katika ndoa yao, wa kike na wa kiume. Mambo yalianza kubadilika baada ya Samueli kutaka kurudi Kenya na kutumia ujuzi wake kusaidia taifa lake la Kenya. Walitofautiana na mkewe ambaye hakuwahi kufikiria kwamba atahamia katika nchi ya Kenya. Alimtaka Samueli waendelee kuishi Marekani, lakini Samueli aliona kubaki Marekani ni usaliti kwa jamii yake na kanisa lililomsomesha. Mvutano huo ulisababisha ndoa yao kupasuka. Mkewe akabaki Marekani na watoto. Samueli akarudi Kenya. Baada ya miaka 15 ya kukaa ughaibuni, Samueli aliamini kurejea kwake Kenya kungekuwa mwanzo wa maisha bora na yenye matumaini. Alipoingia Kenya akawa mke mwingine. Hata hivyo, mambo hayakuwa kama yalivyotarajiwa. Kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya, rubani aliyesomea nje ya nchi utakiwa kufanya refresher training na kutimiza angalau 200 flights hawa ili leseni yake itambuliwe na kuruhusiwa kurusha ndege kibiashara. Samueli alikuwa ameanza kupungukiwa na fedha, hivyo akachukua mkopo kwa kuweka gari yake rehani ili apate fedha za kushiriki mafunzo hayo. Fedha alizopata hazikutosha kulipia masaa yaliyohitajika kabla hajamaliza mafunzo. Benki iliyomkopa ikataifisha gari yake baada ya kushindwa kufanya marejesho, hivyo akapoteza gari na mafunzo hayakuweza kukamilika. Akiwa katika mtatizo mkubwa, mkewe yule aliyemuoa Kenya naye akamtoroka. Maisha yakaanza kuwa magumu. Miaka 15 aliyokuwa Marekani ilitosha kumpotezea baadhi ya marafiki na jamaa. Aliporudi hawakuwa tena karibu naye kama zamani. Alipojaribu kuwaomba msaada, wengi walimkwepa. Hapo ndipo maisha yakazidi kuwa magumu kwake. Hatimaye ikamlazimu kufanya kazi yoyote ili mradi kono uende kinywani. Alianza kwa kuendesha toroli, lakini kadri umri ulivyosonga ndivyo nguvu zilivyomuishia. Hatimaye akaamua kujikita katika shughuli ya kuokota makopo, na sasa ameanzisha kikundi kiitwacho Responsible Citizen Initiatives kwa ajili ya kuhamasisha usafi wa mazingira huko nchi ya Kenya. Leo akiwa na umri wa miaka 64, Samueli anajikongoja taratibu mitaa ya Mtwapa huku Kilifi akiokota makopo kama shughuli yake pekee inayoendesha maisha yake. Bado anakumbuka jinsi alivyokuwa na imani kwamba uzoefu wake wa ng'ambo ungefungua milango baada ya kurejea nyumbani, lakini mambo hayakwenda kama ambavyo yeye alitarajia. Hana mawasiliano na mkewe na watoto wake pia, wote hana mawasiliano nao. Anajua kwamba wanaye kwa sasa ni watu wazima na huenda hata akikutana nao asiwatambue, lakini hajakata tamaa. Katika umri wa uzee, mwili kudhoofu na maisha ya upweke, bado Samueli analo tumaini. Anaamini siku moja Mungu atampa nafasi ya kukutana na watoto wake, walau awaone tu na kuwakumbatia kama hajafa. Hili ndilo ombi lake kubwa kwa sasa.
Kisa cha Samweli ni mfano wa jinsi mfumo mibovu barani Afrika inavyoweza kuwa kizuizi cha kuua ndoto au kuzuia heshima ya mtu. Ni kielelezo cha namna ambavyo watu wenye vipawa vikubwa na akili nyingi wanavyoshindwa kustawi au kutumia uwezo wao kusaidia jamii zao. Samweli ni mfano mmoja, lakini wapo watu wengine waliobuni vitu mbalimbali vya kusaidia jamii, lakini mifumo haikuwapa nafasi ya kustawi. Maisha anayopitia kwa sasa hivi ni magumu, kutoka kuwa rubani wa ndege hadi kuokota makopo. Hakika maisha hayatabiliki, na kesho ya mtu anayejua ni Mwenyezi Mungu. Hii ni CF Media na mimi ni Jackson Wilson.